Baada ya Yanga kupata ushindi kwa mechi mfululizo ilizocheza, hakika mechi zilizobaki kwa Simba na Yanga zimewekewa mtego wa ubingwa wa ligi kuu bara 2024-2025. Simba itakuwa na mchezo wote wa ligi kuu kwa mwezi huu Aprili. Hii ina maana kuwa Simba itacheza zaidi ya michezo 4 mfululizo kila baada ya siku 3 bila Yanga, ambayo inawania nayo ubingwa kucheza mchezo wote. Huu ni mtego mkubwa kiufundi ambao unahitaji si pumzi tu, bali hesabu, maarifa makubwa. Ratiba kwa Mei itakuwa ngumu kwa miamba hiyo yote miwili katika kusaka tiketi ya ubingwa, lakini hatari zaidi kwa Simba, kwani kabla ya michezo yao na timu zingine, ila kuna mchezo wa wenyewe kwa wenyewe ambao haukuchezwa mwanzoni baada ya kuota mbawa Machi 8, 2025. Katika michezo ya Yanga kwa mwezi Mei, ratiba inaonyesha timu zote ilizocheza nazo imeshinda raundi ya kwanza, hivyo kuzidisha presha zaidi kwa wapinzani wao Simba. Japo haina maana inaweza kushinda kirahisi kutokana na ushindani uliopo dakika za lala salama. Yanga itacheza na Namungo FC ambayo mechi ya kwanza ilishinda mabao 2-0 Novemba 30, 2024. Kisha kusafiri hadi jijini Mbeya kucheza na Tanzania Prison Mei 21, huku ikiwa na kumbukumbu nzuri ilipoichapa mabao 4-0 Disemba 22, 2024. Baada ya hapo itacheza na Dodoma Jiji Mei 25, huku mechi ya kwanza zilipokutana ilishinda mabao 4-0 Disemba 25, 2024, kisha kusubiria ratiba dhidi ya Simba ambayo haikuchezwa Machi 8, 2025, huku ikiibuka kidedea bao 1-0 Oktoba 19, 2024. Hapa Yanga itakuwa imemaliza mziki wake. Kwa upande wa Simba itakuwa bize, itakiwasha na Mashujaa Mei 2, mchezo wa raundi ya kwanza. Simba ilichapa Mashujaa bao 1-0 Novemba 1, 2024. JKT itacheza nao Mei 5, yaani siku ya 3 tu mbele. Kumbuka mchezo wa kwanza ilishinda bao 1-0 siku 3 mbele, ikaikaribisha Pamba KMC Complex. Mechi ya kwanza Simba ilifunga Pamba bao 1-0 Novemba 22, 2025. Siku 3 mbele Simba itakuwa tena nyumbani kuivaa KMC siku 3 tena mbele. Itacheza mchezo mgumu dhidi ya Singida Black Stars, yaani Mei 14, 2025. Baada ya hapo itapumzika siku 3 na kwenda kwa Vibonde Ken Gold ugenini. Kutoka hapo ratiba inaonyesha kuwa Simba itamaliza mechi zake siku 4 mbele dhidi ya Kagera Sugar iliyoichapa bao 5-2 Disemba 21, 2024. Hapa katikati kunaweza kuwa na mchezo wa kiporo dhidi ya watani wao Yanga. Atakayechanga karata vizuri atakuwa na nafasi nzuri ya ubingwa. Ni kurudishe nyuma ya Januari 13, 2025 kuangalia takwimu za Simba na Yanga kwenye michezo ya ligi kuu NBC Premier League. Yanga walipotawala ugenini na Simba walionyesha ubabe nyumbani. Yanga wanaowania ubingwa kwa msimu wa 4 mfululizo walitawala mechi za ugenini. Walishinda mechi zote 7 za ugenini wakifunga mabao 12 bila kuruhusu bao hata moja. Simba nao walishinda mechi zote 7 za ugenini wakifunga mabao 12 lakini waliruhusu mabao 2. Hii ilionyesha Yanga wana safu imara zaidi ya ulinzi wanapocheza nje ya dimba lao la nyumbani. Azam FC inayoshika nafasi ya 3 mechi za ugenini ilishinda michezo 5 kati ya 8, ikitoa sare 2 na kupoteza 1. Walifunga mabao 12 na kuruhusu 3. Kwa upande mwingine Ken Gold iliyokuwa timu dhaifu zaidi ugenini, ambayo imekuwa timu dhaifu zaidi ugenini, ikapoteza mechi zote 9 wakifunga mabao 3 tu na kuruhusu 18. Hata Kagera Sugar licha ya kupoteza mechi 7 kati ya 7 ugenini waliweza kupata sare 2. Katika mechi za nyumbani Simba walionyesha ubabe, walishinda mechi 6 kati ya 8 wakifunga mabao 19 na kuruhusu 3 tu. Azam FC nao walishinda mechi 6 kati ya 8 wakilingana na Simba kwa sare 1 na kupoteza 1, lakini walifunga mabao 13 na kuruhusu 5. Yanga licha ya kushinda mechi 6 kati ya 8 nyumbani walifunga mabao mengi zaidi 20, lakini pia waliruhusu mabao 6. Hii inaonyesha kuwa japo wana nguvu kubwa ya kushambulia nyumbani, bado wanahitaji kuimarisha ulinzi wao. Kwa sasa macho yote yameelekezwa Afrika ya Kusini tarehe 27
Aprili mwaka 2025, ambapo Simba itacheza mchezo wa marudiano kati ya Stellenbosch, mchezo ambao utaamua nani anakwenda fainali, ambapo tayari kikosi cha Simba kilichojumuisha wachezaji 23 pamoja na benchi la ufundi kiliondoka jana kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere kwenda Afrika ya Kusini kwenye mchezo wa nusu fainali ya pili ya kombe hilo la shirikisho Afrika, ambao unatarajiwa kuchezwa Aprili 27, 2025 kwenye uwanja wa Moses Madiba Durban kuanzia saa 10 kamili jioni, ambapo meneja wa idara ya habari na mawasiliano wa Simba Ahmed Ally aliweka bayana dhamira ya klabu hiyo kuandika historia. Ahmed alisema kuwa Simba imejifunza kutokana na makosa ya nyuma walipokutana na vigogo wa Afrika ya Kusini kama Kaizer Chiefs na Orlando Pirates. Walishindwa kuendelea zaidi ya robo fainali, lakini kwa msimu huu wamejipanga kuhakikisha wanafika mbali zaidi. Makosa ya nyuma yametufundisha safari hii tumejipanga kwa umakini mkubwa kwa sababu dhamira yetu ya kucheza fainali. Timu imeimarika hasa inapokuwa ugenini, alisema meneja huyo. Unaona mnyama akitoboa na kutinga fainali au ni safari ya mwenda wazimu tu? Share komenti yako. Na hii ni Spoti Mtaa TV. Endelea kutufuatilia, pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kupata taarifa mbalimbali ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Jina langu ni Elizabeth.